wamekataa fahamu zao. Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wanafanya yasiyowapasa. Wamejawa na uzalimu na kila namna ovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na usuda. Yesu asifiwe. Kitabu cha Warumi ni kitabu ambacho kiliandikwa na mtume Paulo. Paulo alipokuwa katika ziara yake ya kimishonari ya kwenda kule Korintho, alikuwa ameandikia Warumi waraka huu. Paulo hakuwepo, lakini aliandika kwa kumtuma mshirika mmoja ambaye alikuwa katika kanisa la Keslea. Alimtuma kwa yule mwanamke alikuwa katika safari yake ya kuelekea Rumi. Paulo akampa waraka ule, alipeleka kanisa lililokuwepo Rumi. Rumi ilikuwa ni makao makuu ya Roman Empire. Kama tunavyojua, ukisikia mahali wakisema ni makao makuu, manake hapo mahali pamechangamka. Kwa hiyo Rumi ile kwa saizi tunaweza kuifananisha kama Dar es Salaam, tunaweza kuifananisha kama Nairobi, tunaweza kuifananisha kama Dodoma. Ni mji ambao ulikuwa na watu wengi, na ukifahamu kwamba maeneo ya mijini ni mahali ambapo panaongoza kwa uvunjifu wa maadili, ni mahali ambapo panaongoza kwa upotevu wa maadili. Paulo anaandikia Warumi waraka huu wakiambia kwamba kama vile zamani ambavyo Mungu aliwaacha wanadamu waenende kwa akili zao, maana alikuwa wamekataa kuishi katika misingi yake, hivyo Mungu akawaacha. Biblia inasema kwamba wakabadilisha hata matumizi ya asili ya mke. Unaona kwamba mke anaamua kulala na mke, unaona kwamba mwanaume anaona kuwa mwanamke haifai, anaamua awe mwanaume mwenzake. Inamaanisha kwamba ukosefu wa maadili tunaoona leo au kuanzia leo ulianza tangu zamani. Ukirudi nyuma katika Biblia, Mwanzo 3 pale inaelezea wazi namna gani binadamu alimwasi Mungu. Tunaona kwamba Adamu wa kwanza, Adamu na Hawa, walikataa kusikia maelekezo ambayo Mungu alikuwa amewapa. Katika bustani ile ilikuwa miti mingi, lakini ulikuwa mti mmoja wa ujuzi wa mema na mabaya. Mti wa Bwana aliwapa maelekezo kwamba wasiweze kutumia, lakini Biblia inaeleza kwamba nyoka alikuwa ni mwerevu kuliko wanyama wote mwituni. Akaja akamlaghai Eva. Eva akachukua ile tunda akala, akampa na mmea akala. Baada ya pale dhambi ikaingia. Baada ya kwamba dhambi imeingia, wanadamu wakapata ujuzi wa mema na mabaya. Lakini cha ajabu, baada ya kupata ujuzi wa mema na mabaya, ile dhambi iliwapelekea kutenda mambo yaliyo mema. Badala yake dhambi iliwapelekea kutenda mambo yaliyo ya ovyo, mambo ambayo ni maovu na ni machukizo mbele za Mungu. Ukisoma pale Mwanzo 4 tunapata habari ya vijana wawili. Hao vijana ambao walikuwa ni watoto wa Adamu. Tunapata habari ya Abili na Kaini. Kaini alikuwa ni mkubwa wa Abili. Kaini anaenda kutoa matoleo mbele za Bwana. Abili naye anaenda kutoa matoleo mbele za Bwana. Matoleo ya Abili yanakubalika kuliko Kaini. Kaini anaona wivu, anaamua kumuua ndugu yake. Hivyo tunajifunza kwamba kumbe chanzo cha maovu yote haya, chanzo cha uzinzi, chanzo cha usagaji ni kitu kimoja kinachoitwa dhambi. Kabla ya dhambi uwaji ukuwepo, kabla ya dhambi au ukuwepo usagaji, kabla ya dhambi ndugu na ndugu walikuwa wakipendana, lakini baada ya kuingia dhambi tunaona hadi wivu unaingia. Baada ya wivu kuingia, tunaona Kaini anamuua ndugu yake Abili. Mpaka sasa unaweza kuwa shahidi, labda kijijini kwako kuna kijana mmoja alikuwa anasoma. Alipofika elimu ya juu, walipomwonea wivu wakamloga akawa kichaa. Au ndugu yako walipoona kwamba anaelekea kufanikiwa, wakamwonea wivu, wakamtumia jambazi akaenda kumuua. Kumbe tunajifunza kwamba dhambi ni chanzo cha maporomoko ya maadili. Dhambi ni chanzo cha maovu yote.
Baada ya hapo tunao kwamba dunia ikaendelea, inafika wakati wa Sodoma na Gomora. Ule mji ule ulikuwa ukitenda maovu mengi. Mungu akachukizwa kutoka juu mbinguni, akawaagiza malaika zake wakaenda kuteketeza kwa moto. Pita. Wakaenda kuteketeza kwa moto. Sodoma na Gomora ilikuwa ni miji ambayo ilikuwa imeharibika. Ndani yake walikuwa mausisi, ndani yake walikuwa uasherati, ndani yake walikuwa ukahaba. Mungu kutoka juu mbinguni alichukizwa na matendo ya watu wa Sodoma na Gomora, akaamua kuja kuwateketeza. Dunia nzima ikawa imejaa dhambi. Hakuna mahusiano mema kati ya Mungu na wanadamu. Miaka ilivyozidi kwenda, Mungu akaona kwa nini wanadamu niliowaumba kwa sura yangu na mfano wangu, kwa nini waendelee kuishi katika dhambi? Biblia inaniambia kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu bali awe na uzima wa milele. Mungu wetu ni pendo. Ijapokuwa wanadamu tulikuwa tumemkosea, ijapokuwa wanadamu tulimkataa, lakini kwa sababu